Karibu tena katika darasa hili la kujifunza jinsi ya kuanzisha na kuendesha biashara ya daycare. Na mimi ni Alex Mganga na hii ni Tanzania Marketing Pro. Kama ni mara yako ya kwanza, usisite kusubscribe pamoja na kugonga kitufe cha notification hapo ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Na katika biashara hii ambayo tutakwenda kujifunza leo, basi nitakwenda kukupa hatua kwa hatua pia namna jinsi ya kuisajili na maswali mengi ambayo ulikuwa ukiniuliza kupitia video zangu za nyuma ambazo nimekwenda kuzipandisha hapa katika channel hii ya Tanzania Marketing Pro, na kila hatua ambayo ungependa kuifahamu ili kuanza biashara hii mwaka 2026. Kwa hiyo ni matumaini yangu kabisa kwamba mwongozo huu utakwenda kukufungua macho ili biashara yako ya daycare iwe biashara bora kabisa. Sasa kuna vitu ambavyo nitakwenda kufundisha, na hivyo ndivyo ambavyo nataka wewe tuelewane hapa kwenye biashara hii ya daycare center. Na kwenye mwongozo wangu huu, ngoja tuende moja kwa moja tuangalie mambo ya msingi. Kuzingatia. Mambo ya msingi kuzingatia katika biashara hii. Sasa nini unachotakiwa kufanya? Stay tuned, usiondoke kabisa, tazama video hii mwanzo mwisho ili usipitwe na chochote. Biashara ya daycare Tanzania, mwongozo wa kuanzisha daycare. Na hivi ndivyo ambavyo tunakwenda kuona. Kuna mambo ambayo tutakwenda kujifunza hapa. Kati ya mambo ambayo tutakwenda kujifunza ni haya hapa. Cha kwanza tutakwenda kujifunza maana ya daycare, alafu pili tutakwenda kujifunza kwa nini biashara ya daycare, alafu tatu tutakwenda kujifunza hatua za kuanzisha daycare, alafu nne tutakwenda kujifunza usajili wa daycare Tanzania, alafu tano tutakwenda kujifunza mkakati wa kufanikiwa na kuliteka soko. 6 tutakwenda kujifunza uendeshaji wa kila siku, na 7 tutakwenda kujifunza mafanikio ya biashara ya daycare. Bwana, usisite kusubscribe, pia gonga comment hapo chini ili uweze kupata video zetu zaidi. Na kama una swali lolote, basi nitafute hapo chini na nitakusaidia, na una chochote niko hapa kwa ajili ya kusaidia. Tuone maana ya biashara ya daycare. Hii si biashara tu, ni huduma ya kulea na kutunza watoto wadogo wenye umri kuanzia miezi mitatu hadi miaka 5. Unaweza kuona hapo, yani hii sio biashara tu kama watu wanavyozani, lakini hii ni sehemu ya huduma ambayo unashughulika na kulea pamoja na kutunza watoto wadogo. Kwa hiyo kama uko interested, kama unajua kuna watu wako na hobby ya kukaa na kucheza na watoto wadogo. Kwa hiyo mbali na kufanya biashara, lakini kwake inakuwa ni kama sehemu pia ya kuishi na wale watoto. Sasa tunakuja pia kwa muda maalumu wa wakati, kwa muda maalumu na wakati wazazi wao wakiwa kazini au kwenye shughuli nyingine. Kwa hiyo kipindi hicho ambacho wewe unakuwa nao ni ule muda ambapo wazazi wapo kazini, au wazazi wengine wanakwenda kwenye matukio kama shughuli, vikao, mikutano na kuendelea, anamleta mtoto wake masaa mawili na wewe unachaji pesa yako, maisha yanasogea. Sasa daycare ni huduma ya kulipwa. Mwisho wa siku hapo utalipwa, lakini pia ni ya kiroho. Hapo kwenye kiroho sasa, kwa sababu inahitaji uaminifu, upendo na uwajibikaji mkubwa. Bwana, kama kuna mtu ambaye anaona kabisa kwamba hana uaminifu katika kulea watoto, hii biashara haimfai. Na kama kuna mtu anaona kabisa hana upendo na watoto, hii biashara haikufai, kwa sababu utakuja kupata kesi. Mwisho wa siku utakuja kupata kesi, utashindwa kuwapa matunzo na malezi ya wale watoto. Na mwongozo wa biashara hii ya daycare unahitaji mtu mwenye upendo, mwaminifu na mwajibikaji, lakini pia uwe na hofu ya kiroho, kwa sababu unawalea wale watoto, ni malaika, watoto wadogo wanahitaji kuongozwa na kupewa misingi mizuri ili waweze kukua sawa sawa. Na hivi ndivyo ambavyo unaweza ukajifunza au ukawa na tunasema kwamba maana ya biashara hii ya daycare
center. Kwa kama ulikuwa hujui kwamba hii si biashara tu ya kuhudumia watoto kwa maana unalea na kuwatunza, lakini ni biashara ambayo pia inahitaji kuwalea, kuwakuza kiroho, kuwa mwaminifu na kuwaongoza vizuri watoto kuanzia miezi 3 mpaka miaka 5. Sio kitu kidogo, inamhitaji mtu ambaye ana wito ndani yake. Na hivi ndivyo ambavyo unaweza ukaanza biashara yako, na ninaamini kabisa watu wengi mnapenda kuwa na watoto, unapenda kucheza na watoto, unapenda kuimba na watoto, unapenda kuruka na watoto. Hii ni fursa. Yote hayo kama unayo, kwa nini unachelewa kuanzisha daycare yako ambayo inaweza kusaidia sasa kuanza kujitengenezea kipato hapo ulipo. Tuone aina za daycare. Aina za daycare. Sasa kwenye aina za daycare ziko aina mbali. Unajua kwenye kuzitafsiri sasa hizi aina kuna mambo mengi. Kwa mfano mimi kwenye madarasa yangu yaliyopita nilipokuwa nikiwafundisha wanafunzi wangu, nilikuwa nawaambia ili kuzitambua aina za daycare tulikuwa tunachambua kwa mujibu wa kipato cha wazazi na eneo au location ambayo daycare yako umeianzisha. Kwa mfano kuna daycare za juu. Daycare za juu. Daycare za juu ni zipi? Hizi ni daycare ambazo sasa hapa nakupa na kuchambulia sasa hapa na kuchambulia aina za daycare kwa kufata kipato. Kwa kufata kipato. Tumeelewana? Na kuchambulia hapo aina za daycare kwa kufata kipato. Sasa nikizungumzia kipato hapa, kuna zile daycare za juu. Hizi ni daycare ambazo zinapatikana mitaa ya kishua, watu ambapo wana mageti makali, majumba makali, maisha yao mazuri, daycare ambayo inampa mtoto huduma zote muhimu. Tuko pamoja? Na hizi ndo tunaita daycare za juu. Kuna daycare za kati, kipato cha wastani. Alafu kuna daycare za chini, ndo zile uswahilini kule, unakuta 1000, 2500, maisha yanafanya nini? Yanasogea. Lakini mara nyingi daycare za uswahilini huwa unafanya 20,000 kwa mwezi, maisha yanafanya nini? Yanasogea. Ukiona watoto wako 10, ukiona watoto 20, basi maisha yanasogea. Sasa leo kwa mujibu wa darasa la leo ninakwenda kufafanulia aina za daycare katika misingi sasa ya kuzingatia ukubwa wa ile daycare yako na urasimishaji wa ile daycare yako. Cha kwanza unaangalia hii daycare ya nyumbani. Hii daycare ya nyumbani ni home based. Sasa hii sio rasmi. Ni wewe tu unaweza kujiamulia kabisa pale nyumbani kwako, unaweza kujitangaza pale mtaani kwamba jamani mimi nalea watoto. Na mara nyingi hii haihitaji hata usajili. Hii ni watu tu wanakutambua, majirani zako, marafiki zako na watu wa karibu wanakuja wanaacha watoto wao pale asubuhi, wanakuja kuwafuata jioni. Kwa hiyo unacheza nao, unaweka mkeka pale jamvi pale nje, watoto wanacheza michezo, wanaruka, wanakunywa uji, wanakula chakula cha mchana, unawasaidia kuwabadilisha nguo zao na vitu kadha wa kadha. Unawapa malezi kama vile wanavyopaswa kupewa nini? Wanavyopaswa kupewa malezi. Lakini hii huwa inachukua watoto wachache, na kwa mantiki hii ni kwamba huwa sio rasmi kwa sababu inafanyikia pale nyumbani na haihitaji mtaji mkubwa sana. Kama una nyumba, kama uko nyumbani kwenu au nyumbani kwako, imeisha hiyo. Unaweza ukajitengea tukachumba fulani, basi ukawalea na kuwatunza watoto hawa na ukapata kipato. Lakini kuna hii daycare ya pili. Kuna daycare ya pili hapa inaitwa daycare rasmi. Sasa hii daycare rasmi hii pia inakuwa kubwa. Hii unaweza ukakodisha nyumba nzima. Na unapokodisha nyumba nzima sasa inatakiwa sasa ujitambulishe. Kwa maana kwamba itabidi ufuatilizie hatua za kufanya nini? Za kujisajili kwa ngazi ya mtaa. Hii inakuwa ni daycare rasmi kwa ngazi ya mtaa. Na ni kubwa, inahitaji mtaji kwa sababu utakodi nyumba nzima, utaweka miundombinu, utabadilisha pale, utafunga bembea, utafunga vifaa mbalimbali. Lengo tu ni kwamba kuwasaidia watoto na kupata huduma bora, vyoo na vitu kadha wa kadha. Sasa kuna hii ya tatu, daycare center. Hii ndo daycare yenyewe sasa ambayo sasa imezidi zote. Hii ni ile ambayo mara nyingi huwa zinakuwa sasa ni kama kituo cha shule ambacho kimejengwa vizuri na kimekarabatiwa. Yaani kina nyanja zote muhimu, kina miundombinu yote muhimu ambayo mtoto anapaswa kuifahamu au anapaswa kuipata katika eneo hilo. Kwa hiyo hii daycare center ndio ile sasa inakuwa kuna hizi preschool, tunaitaga preschool, ambapo ndani yake inaweza ikawa na nursery. Ndani yake pia inakuwa
yana mambo mengi, ni kama shule preschool kwa namna nyingine, na ndio maana nikasema hiyo sasa ni daycare center. Sasa ndio naita daycare center, lakini hizi nyingine hizi zinaanza kwa ngazi ndogo ndogo. Kwa hiyo unaweza ukajitazama wewe mwenyewe mfukoni mwako na mtaji wako, inawezekana ukajichanga wewe na rafiki, ukajichanga wewe mwenyewe, ukaanza taratibu na ukachagua aina ipi ya daycare ambayo unataka kuifanya. Kwa hiyo kuna mambo ya location pia utazingatia, na kwa mujibu wa location ndio nilikufafanulia kule, kuna daycare ya juu, ya kati na ya chini, lakini kwa mujibu wa tukija kusema sasa aina kama aina, tunakuja kuziona hizo. Kuna daycare ya nyumbani. Hii daycare ya nyumbani inategemeana na eneo uliopo, inategemeana na mazingira uliopo, inategemeana na kipato cha watu uliopo. Kwa hiyo inaweza kawa daycare ya kawaida, ya kati, ya juu. Lakini ya juu watu wenye pesa yao hawawezi kumleta mtoto hapo nyumbani, anatamani aone kituo kimesajiliwa, kimejengwa vizuri, ni eneo salama, lina nafasi kubwa ya michezo na kuendelea. Kwa nini biashara ya daycare? Kwa nini biashara ya daycare? Kwa nini biashara ya daycare? Unapokuwa unaanza biashara ya daycare lazima ujiulize, yani kwa nini unaanzisha biashara hii? Kitu gani ambacho kimekusukuma ili uanze biashara ya daycare? Sasa kuna mambo ambayo tutakwenda kuyaangalia hapa. Cha kwanza, sababu ya kwanza inayokufanya kwamba uanze biashara ya daycare, wazazi wengi wa mjini wana ratiba ndefu. Wana ratiba ndefu ya kazi. Wazazi wengi wa mjini wana ratiba ndefu ya kazi. Mzazi akiamka saa 11 anarudi saa 4 usiku, kitu ambacho ni mtihani kidogo, au mwingine saa 10, saa 11 kadhalika. Lakini hatua nyingine unakuja kuona familia nyingi hazina wasaidizi wa ndani wa kudumu. Hawa wadada wa kusaidia malezi nyumbani sasa hivi wa kudumu hawaonekani. Ukimchukua anakaa mwezi, anakaa miezi miwili, ameondoka nyumbani. Kwa mwisho wa siku sasa malezi ya mtoto yanakuwa sio mazuri. Kwa hiyo hiyo pia inachangia kuwepo kwa hizi daycare. Lakini kingine, wanawake wanaingia kazini kwa wingi. Wanawake siku hizi nao ni watafutaji, wanafanya biashara, wanafanya makazi, kampuni, maserikali na vitu kadha wa kadha. Lakini kuna sababu nyingi na sasa kutokana na hivyo sasa wanahitaji sehemu salama ya kupeleka watoto wao. Pia kuna pengo kubwa sana la huduma ya kulea watoto kitaalamu. Na kama ukachukua fursa hii, basi unaweza ukawa na watu ambao unaweza ukaajiri wataalamu kabisa ambao wamesomea huduma hii, na utaweza kutengeneza sasa jina lako vizuri, kituo chako kitakuwa vizuri, ili watoto walelewe vizuri, wapate huduma zote stahiki na waweze kukua vizuri na katika kila hatua, sio kienyeji tu. Kwa hiyo hii ni fursa kama fursa nyingine. Hatua za kuanzisha daycare. Tutazame ni hatua gani za kufuatilia ili uweze kuanzisha daycare. Utafiti wa awali. Fanya kwanza utafiti wa awali. Jiridhishe. Tambua mahitaji ya soko. Tambua mahitaji ya soko katika eneo unalotaka kufungua daycare. Je, eneo liopo kuna watoto wengi? Je, watoto wao ambao wako katika eneo naloishi wanasoma daycare ambayo labda iko mbali, labda huduma zake si nzuri na vitu kadhalika. Kwa hiyo unaweza ukajishughulisha kufanya utafiti kadogo hapo ili kutambua mahitaji ya soko katika eneo unalotaka kufungua daycare. Lakini tunakuja hapa kwenye utafiti wa awali mwingine, hatua ya pili. Jua aina ya wazazi waliopo. Sasa hapa nakuja na kuleta hapo wastani wa kipato chao au mahitaji yao. Je, wazazi waliokuwepo wengi wanafanya biashara, wengi wanafanya makazi kwenye makampuni na serikali, na vipi kuhusu kipato chao? Unapokuwa unaanzisha daycare, usije ukaja kuweka uwekezaji mkubwa, unajenga daycare ya thamani, kumbe kipato cha wazazi katika eneo hilo ni kidogo, sio kipato kikubwa, kitu ambacho kinakufanya kinakwenda kukupa hasara, kwa sababu uwekezaji unaendana na ada ambayo watakwenda kukulipa hao wazazi, vinginevyo utakuwa umepata hasara. Lakini pia hatua nyingine kwenye uchunguzi wa awali, itabidi ufanye uchunguzi, chunguza ushindani. Tazama ushindani, wako wangapi wanaofanya biashara kama yako, wako wangapi, wanatoaje huduma, angalia wanatoaje huduma, vitu gani ambavyo wanavitoa kwenye huduma zao. Kuna vitu gani ambavyo wanavitoa, angalia mambo ya usafiri. Je, wana usafiri wa kumtoa mtoto nyumbani kumpeleka daycare, kwenye hapo kituo chako cha daycare, chakula, na vitu vingi ili uweze kujitofautisha na yeye. Sasa baada ya kufanya utafiti wako, unakuja kuangalia sasa mahitaji gani ya awali unatakiwa kuwa nayo. Cha kwanza, eneo salama na tulivu. Unatakiwa uwe na eneo salama na tulivu.
Eneo hilo linatakiwa liwe na nafasi ya kuchezea, kulala na kusomea. Kwa hiyo watoto wanatakiwa wapate nafasi nzuri ya kucheza, wapate pia muda wa kulala, na eneo ambalo wanakwenda kulala liwe na hewa safi, lakini pia waweze kusoma. Eneo la kusomea liwe na mwanga mzuri wa kuonekana ili mtoto aweze kupata malezi sahihi. Lakini kitu kingine, kwenye mahitaji yako lazima uwe na vyumba tofauti kwa umri tofauti. Epuka kuwachanganya watoto. Una watoto wa kuanzia miezi 3 mpaka miaka 5. Jitahidi kuwatenganisha kwa umri wao, uwe na vyumba tofauti. Kama vyumba ni vichache, epuka kuchukua idadi kubwa ya watoto. Tazama idadi ya umri ya watoto wachache tu ambao unaweza kuamudu. Vinginevyo itakuletea matatizo. Lakini pia kitu kingine, mahitaji mengine, utakiwa uwe na samani za watoto: vitanda, meza, viti, toys, mazulia, vyombo vya kula. Vyombo vya chakula vile. Sasa vyombo vya chakula hivyo mwanzoni unaweza ukaona kwamba ni changamoto, na wazazi wengi huwa wapendi watoto wao washare vyombo vya chakula. Unaweza ukamwambia mzazi amwekee alama mtoto wake chombo chake, ili inapofika muda wa chakula kila mtoto anakuwa na chombo chake kutoka nyumbani. Na pia kwenye ishu ya vitanda, unaweza ukaanza na magodoro tu, hakuna sababu ya kuchonga vitanda. Unaweza ukatafuta tu magodoro yako mazuri ikawa sawa sawa. Meza ni muhimu. Unaweza ukaanza na meza kadhaa kadiri unavyokuwa na ndivyo unavyozidi kuziongeza. Viti pia vya kukalia ni muhimu, lakini uwe na toys za watoto za kuchezea na uwe na mazulia ili watoto wasiguse au wasikanyage sakafu, wasikanyage tiles, wasikanyage udongo na vitu kadha wa kadha. Kwa hayo ndo mahitaji ya msingi. Baada ya hapo utakuja kuangalia waangalizi waliofunzwa. Jitahidi kutafuta watu ambao wanauelewa na hicho kitu ambacho unakifanya. Kuna watu hawana uzoefu na hawaelewi, hawana taaluma ya kulea hao watoto. Mwisho wa siku watakuja watafanya nini? Watakuharibia. Lakini pia vifaa vya usafi. Uwe na vifaa vya usafi, huduma ya kwanza na ulinzi wa moto. Ulinzi wa moto unaopata kutoka mamlaka ya jeshi la upambanaji na moto, au watu wa fire au SUMA JKT, au utapata uko utakuwa certified. Sasa baada ya hapo tuje kuangalia kwenye issue ya nini, ya usajili wa daycare center hapa Tanzania. Mahitaji ya usajili. Ili uweze kusajili daycare yako, kwanza uwe na business name registration. Hapo kuna typing error kidogo nimekosea. Pole. Registration. Uwe na business name registration. Hii unairegister wapi? Unaregister BRELA. Hiyo registration na register BRELA. Lakini pia uwe na leseni ya biashara, utaipata halmashauri. Lakini pia unatakiwa uwe na cheti cha afya ya mazingira, utapata kutoka kwa afisa afya katika eneo la kata yako. Na pia utakiwa kuwa na mkataba wa pango au umiliki wa jengo. Kama umekodisha jengo, basi uwe na mkataba wa pango. Kama jengo ni la kwako, basi utakuwa na ile hati ya nyumba nakala yake. Pia uwe na mpango wa usalama wa moto, ambapo huu tunaopata fire and rescue certificate, ambapo wanaotoa ni wale watu wa SUMA JKT. Cheti cha usalama wa watoto, Child Protection Police, hicho utakipata kutoka maendeleo ya jamii kwa halmashauri iliyopo. Lakini pia usajili rasmi wa daycare, huu huwa unapitia kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Kwa hiyo hapo eneo liopo, kuanzia ngazi ya kata utaelekezwa hizo ofisi mpaka ufike wilayani kwenda mkoani. Mamlaka za serikali za mitaa ndizo zinaratibu usajili wa daycare kwa kufuata National Guideline for Establishment and Management of Daycare Centers. Huo mwongozo upo na serikali umeitoa. Ukiusoma pia utakusaidia. Ukiingia Google kule ukiudownload utaupata. Lakini pia hebu tutazame mkakati wa kufanikiwa na kuteka soko. Biashara hii ni kama biashara nyingine. Usipokuwa makini na usiposeti mikakati vizuri, soko litakutema na hutaweza kufanikiwa. Sasa hebu tuangalie nini ufanye. Chagua location ya kimkakati. Hapa kwenye location, hapa ndo kwenyewe. Chagua location ya kimkakati ili uweze kuliteka soko. Karibu na maeneo ya ofisi, taasisi, shule au sehemu zenye watu wenye kipato cha juu. Hayo maeneo ndo utakwenda kujitengenezea kipato.
kwenye eneo salama na miundombinu, maji, umeme na usafiri. Jitahidi eneo lako liwe na miundombinu hiyo. Lakini pia unatakiwa utoe huduma zaidi ya kulea. Toa huduma zaidi ya kulea. Wazazi wengi wanatamani kuona watoto wao wanaelewa vizuri, na kadiri anavyokuwa anaona mtoto wake anapata malezi mazuri, na ndivyo anavyokwenda kuwashawishi watu wengine waweze kuleta watoto wao katika kituo chako. Cha kwanza, mafunzo ya awali. Yani utoe yale mafunzo ya awali kweli, early learning. Kwa mfano, watoto wajifunze ABC, wajifunze lugha, wajifunze michezo, wajifunze pia na stadi za maisha. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukaboresha kituo chako na ukaweza kuwashawishi wazazi kuleta watoto wao katika kituo chako. Lakini pia tuangalie malezi ya kidini au maadili. Tuko katika dunia na ulimwengu uliomomonyoka kimaadili kweli. Sasa ili kuweza kujitofautisha na washindani wako, jitahidi kuwa na hii huduma. Cha kwanza, usafiri wa kuwachukua na kuwarudisha watoto uwe wa uhakika, na wale watu ambao wanasimamia katika eneo hilo la usafiri wawe waaminifu, ili watoto wafike na wachukuliwe kwa wakati, na ikiwezekana muwe mnawasiliana mahala pale ambapo wanakuwa wanawafikisha wale watoto mara kwa mara. Lakini kingine, chakula kinatakiwa kiwe maridadi, chakula kiwe kizuri, chakula chenye afya bora, mboga, matunda vizingatiwe. Ni bora mzazi akawa analipa pesa nzuri, kwa maana kwamba ni pesa ambayo imechangamka, lakini mtoto wake asipate chakula cha ajabu. Ikumbuke kwamba mtoto asipolishwa vizuri katika ngazi ile au umri ule wa chini, atapata utapiamlo au kwashakoo. Jenga imani kwa wazazi. Wazazi wengi huwa wanataka kuamini na kupata matumaini ya kwamba eneo hili ni salama kwa mtoto. Kama mtu anaona kabisa kwamba eneo hili ni hatari kwa mtoto wake, mara nyingi wao wanawasiliana kuhamisha watoto wao haraka sana. Sasa unajaribu kujenga imani kwa wazazi ili kuweza kuendelea kuwahudumia siku hadi siku. Cha kwanza, toa maendeleo ya mtoto kila wiki. Sasa unatoaje maendeleo ya mtoto? Unaweza mkawa mnapigiana simu, unatuma ujumbe, unatengeneza grupu la WhatsApp, au unafanya chochote kile kinachowezekana. Hata kutoa ripoti kwa njia ya barua inawezekana. Pia tumia video au picha kuwapa updates. Na hapa inawezekana mkawa mmekubaliana. Usimpige mtoto wa mtu picha unachukua tu bila makubaliano. Mkubaliane kwamba unachukua mtoto maendeleo yake na matukio yake, alafu unakuwa unamrushia kila baada ya wiki. Na hii itakuwa inathibitisha au ni ushahidi tosha kuona kwamba mwanae anahudumiwa vizuri na anaendelea kupata tunasema mabadiliko hatua hadi hatua, wakati akiwa anaendelea na daycare center learning yake pale. Lakini pia ajili stafu walio na elimu, upendo na staha. Hapa ni muhimu sana watu ambao wanatakiwa kudili na watoto wawe wana upendo na watoto, wawe wana elimu hiyo ya watoto, wawe pia na staha ya kujiheshimu, wavae vizuri na wawe na lugha nzuri, kwa sababu hichi ni kipindi ambacho mtoto anachokiona ndicho anachojifunza, na anachokisikia ndicho anachokizungumza. Matangazo na uhamasishaji. Unawezaje kutangaza kituo chako? Ili kuweza kutangaza kituo chako, unaweza kutumia WhatsApp groups za wazazi na pia Instagram. Na pia unaweza kutumia Facebook kadiri utakavyopenda. Kuna watu wengine pia huwa wanabandika viperushi mtaani, lakini kuwa na wazazi 2, 3 na kuwa kwenye grupu pia ni fursa. Pia kwenye WhatsApp status unaposti, na hapo unaanza moja kwa moja kujulikana kwamba wewe unatoa huduma gani. Lakini partner na mashirika au ofisi kubwa, employee packages. Unaweza ukapartner na mashirika makubwa kama vile CRDB, NMB na kuendelea. Hiyo ni kozi kabisa, nitakuja kufundisha hapo siku nyingine namna jinsi ya kuweza kufanya hubia na mashirika makubwa ili kuweza kukua kibiashara. Na tuone unaendeshaje biashara yako kila siku. Ratiba ya kila siku, kulala, kucheza, kusoma, kula. Lazima upangilie kwamba watoto watakula saa ngapi, watacheza saa ngapi, watasoma saa ngapi, watalala saa ngapi. Usafi wa mara kwa mara. Tunakuja hapa, usafi wa mara kwa mara wa vitu na mazingira. Ikumbuke kwamba eneo wanaloishi watoto ni eneo ambalo linatakiwa liwe safi muda wote. Vinginevyo utakwenda kuleta magonjwa, na hii itakwenda kusababisha madhara makubwa sana kwa watoto unaowalea. Kwa hiyo jitahidi kwa wale wahudumu wanaohusika na masuala ya usafi, maanti, basi wao wanasafisha vyombo pamoja na mazingira mara kwa mara, kiwemo vioni na maeneo mengine. Lakini tuangalie pia bei za huduma. Bei zako za huduma
jitahidi kuziweka kutegemeana na eneo au location ambayo umeweka nini, umeweka daycare yako hapo. Bei hutegemea na location kama hapo nilivyosema. Inawezekana ukaweka half bei hapo, nusu siku ikawa shilingi 100,000 mpaka 150,000. Mimi hapa nimekutolea tu mfano 100,000. Samani hapa sifuri zimeongezeka, lakini lengo lilikuwa ni 100,000 mpaka 150,000, na huko pia sifuri zimeongezeka. Laki moja mpaka 150,000. Lakini pia unaweza ukasema full day ikawa 150,000 mpaka 300,000, usafiri ikawa 30,000 mpaka 60,000, uniform utegemea. Hayo ni makisio tu ambayo mimi nimeyaweka. Kwa kuna mtu mwingine anaweza akaweka namna jinsi yeye anavyoona kwake inafanya nini, inafaa. Kwa hiyo kadiri utakavyokuwa unaona kwamba kwako inakufaa, basi utaseti hicho kitu kutokana na location ambayo wewe upo. Kipengele kingine kinachofuata hapa ni kuona mafanikio ya namna jinsi utakavyoendesha kituo chako. Sasa kwenye mafanikio hapa inategemea na mwendelezo mzuri. Unazingatia malengo ambayo umejiwekea kwenye kuendesha hicho kituo chako. Sasa hapa tunaangalia uongozi. Mara nyingi uongozi unatakiwa uwe ni wa kiutu. Unatakiwa uwe mbunifu kutegemea na wateja na watu ambao unakutana nao. Lakini pia ni muhimu pia kutazama fursa hii katika mazingira ambayo unapaswa kuwa na ubunifu kila itwapo leo ili kuweza kushinda soko na kuweza kuwapata wateja wengi zaidi. Na hususani inatokana na namna jinsi au na mahali ambapo upo, kwa sababu vituo ni vingi sana ambavyo huwa vinaanzishwa kila siku, na wazazi wengi huwa wanatamani kuona eneo ambalo watoto wao wapo wanapata mabadiliko, lakini pia kunakuwa na zile idea mpya ambazo zinajitokeza katikati yao kama vile uniform, lakini pia inawezekana labda zile homeworks ambazo wanapewa wanakuwa assigned, lakini pia inawezekana pia kuna shughuli za mikono, michezo za kuimarisha misuli midogo na mikubwa. Kazi ndogo ndogo ambazo unazifanya pale, zote zile zina add value kwenye kile ambacho unakifanya. Kwa hiyo ili uweze kuliteka soko na kufanikiwa kwenye biashara hii ya daycare, hayo yote unatakiwa kuyahusisha. Na mbali zaidi, watoto wanatakiwa kuwa wachangamfu. Mzazi anategemea unapomleta mtoto katika kituo chako, basi mtoto analelewa vizuri na anakuwa mchangamfu na hafanani kama vile alivyokuwa hapo awali. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo unavyoweza kufanya nini, kuliteka soko. Lakini unaweza kuwapa watoto pia uwezo wa kujiamini na kujitegemea na kujieleza. Mtoto akasimama mbele akajieleza mbele za wenzake, na mzazi anapokuja anampokea mtoto wake anashangaa, na mtoto wangu mbona sasa hivi amezidisha ujasiri. Kwa hiyo hayo yote ni mabadiliko ambayo yanaweza kufanya wewe ufanikiwe kwenye hii biashara. Na mwisho lakini sio kwa muhimu, sio vizuri pia kuwa na tamaa ya kuweza kumiliki shule kama vile primary, ili hali ni kwamba hiyo daycare yenyewe bado hujaimarisha vizuri. Imarisha daycare vizuri, kwa sababu ukiimarisha vizuri pia na ukatengeneza brand, hapo panaweza pakakupa mafanikio, na sio panaweza patakupa mafanikio makubwa sana. Na mimi nikutakie kila laheri. Kama una chochote na maswali ambayo ungependa kuniuliza, basi utaniandikia hapo chini ili tujue namna gani au kwa jinsi gani niweze kukusaidia. Tutakie utekelezaji mwema. Asante.